Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile habari za kimataifa. Leo ni siku ya Jumamosi ya tarehe Machi 29 mwaka 2025 na haya ni matangazo yetu ya jioni. Nini tumekuandalia leo? Yale ambayo tumekuandalia jioni ya leo ni kuhusu mji wa Kamanyola, nani ambao anaudhibiti na nani ambao wamehumiliki kwa sasa. Na hivi tutaweza kuzungumzia kuhusu askari wa SAMI RDC, yani wale askari wa SADC waliokuwa wakizuiliwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma kwa sasa wamekuwa huru baada ya kusaini mikataba na M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC. Basi nini mahoni ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa katika maeneo ya kanda kuhusu mkataba waliowafikia na SAMI RDC pamoja na viongozi wa M23 AFC? Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini kabla tuendelee, na kuomba wewe ambao bado hujasubscribe, yani kujiabone, tafadhali usikose kujiabone, yani kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha comment yako, na vile vile usikose kutuandikia wapi unakotufuata, wapi unakotusikiliza, na kwa mwisho usikose kushare kwa wengine, yani kupartage kwa ndugu jamaa na marafiki. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa sana kwetu na itatupelekea sisi kuja kwa kishindo zaidi, kwa sababu bila nyinyi mnaotufuata sisi si kitu. Basi karibuni na tunakuomba waandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, katika matangazo yetu ya asubuhi tuliweza kuwazungumzia kuhusu nani anayemiliki mji wa Kamanyola unaopatikana kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, huko sehemu za mkoa wa Kivu Kusini, haswa sehemu yenye boda kuingilia Bugarama ukitoka Kongo. Habari tulizonazo na baada ya kuzipata ni kwamba wanaomiliki hivi sasa mji wa Kamanyola unaopatikana kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kwa kuingilia Bugarama ni wapiganaji wa M23 RDF, jeshi la Rwanda na AFC. Na hiyo ni baada ya mapambano makali yaliyoripotiwa siku ya Alhamisi na Ijumaa. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, hayo ndiyo tuliyoyapata kama vile ushuhuda wa mahali. Tuliwazungumzia kwamba swala la mtandao liliweza kutupiga chenga, wala hatukujua yale yaliyoendelea, lakini baada ya kufuatilia ni kuwa M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC ni wao wanaomiliki mji wa Kamanyola kwa sasa. Tutoka hapo na habari za Kamanyola ni kwamba askari wa nchi za kusini mwa Afrika SADC ambao wanajulikana kama vile SAMI RDC, ambao walikuwa kizuiliwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma, kwa sasa wako huru baada ya makubaliano walioafikiana na viongozi wa M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC. Yote hayo yaliweza kushuhudiwa siku ya Ijumaa ya tarehe Machi 28 mwaka 2025 huko mjini Goma. Kulikuwa wakilishi wa nchi au wanamemba wa muungano huo au wa jumuiya hiyo, ikifahamika wale askari au wakilishi wa nchi ya Malawi, nchi ya Afrika Kusini, nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wengine wote ambao hawakupata fursa ya kuweza kuondoka mara walipoingia katika mji huo M23 wa RDF, jeshi la Rwanda na AFC, na kuweza kuudhibiti hivi sasa wakiwa ni wao wanaoikalia kimabavu mji wa Goma. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, watu wengi wameweza kuongea mengi na swala la wakilishi wa SAMI RDC kuweza kusaini mkataba na viongozi wa M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC. Swala hilo limeweza tayari kugonga vichwa vya habari na kuvuisha mate, huku mengi yakizungumziwa na kila mmoja akiwa na mtazamo wake. Kuhusiana na hayo tumeweza kuungana
na bwana Laurent Mugiraneza ambaye aliye mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika maeneo ya kanda, aliyetupa mtazamo wake kuhusu hayo ambao waliweza kuafikiana, na akawa na haya ya kueleza. Nawaza kama sisi tangu zamani tumeweza kueleza kama watu wanaotarajiwa kumwanga damu yao juu ya inji yao ni Wakongomani. Unajua kama tumeweza kupoteza muda wakati ambapo tumeenda kusaini mikataba na majeshi mbalimbali wa mercenaries, tunakamata ati Samir DRC na hata MONUSCO ambayo inamaliza karibu miaka zaidi ya 25 katika nchi yetu. Hiyo yote yaonesha kama sisi wa Kongomani hatukuweza kufanya iwezekanavyo ili kujasiri jeshi letu, ili kuihifadhi, kuipa jeshi letu nguvu na kujaminia wenyewe. Unajua kama kila askari endelea kuweka ahadi ya kumwanga damu yake ni kwenye bendera ya nchi yake, sio kwenye bendera ya watu. Jambo moja ninaweza kusema juu ya hatua hiyo iliyofanyika na M23 na SADC. Ninapigia kwanza aksanti wale wanajeshi wa SADC na wenye kuunda vikosi hivyo na nchi zao ambao waliitika kama walishindwa kazi yao, na kwa kuitika kama wameshindwa wameamua warudi kwao. Hawakupenda waganganie Kongo, lakini wamesema eti wanajeshi wetu wakati nafika sasa warudi. Kwa wakati kama huu ambapo tuliona wakisaini mikataba na M23, ni mikataba tu kwa nje, sio kusema kwa ndani wale wanakubali. Wako katika haya kubwa sana kwa kuwa walishindwa kazi ambao walitumwa kufanya Kongo. Unajua kama wakati wao wenyewe jeshi letu ambalo limekuwa kusaidiwa nao limekimbia, wao pia ingelifaa wakimbie kwa wakati huo, lakini sababu kuna ile ni watu wa jumuiya ya Afrika wakapata ile ulinzi, wakapata ile namna ya kubaki, na inapobidi waondoke sasa inafaa wazungumze na wakuu wenye kuwa mahali hapo. Nani anakosa? Mimi sijui nani anakosa. Kosa gani? Kosa tunayo tu ni kuona kama vita hii yaendelea kuonesha wazi kama viongozi wa Afrika hawana neno juu ya yanayotendeka katika Afrika. Unajua wanaume wa president wote wa EAC, wa president wote wa SADC wakae pamoja na wakamate decision eti tunasema M23 iondoke Goma na Bukavu, M23 ifanya hivi na hivi, Rwanda iondoke, lakini waweze kujizaraulisha namna hii, hata kuondosha majeshi yao inaleta huzuni sana. Tunajua kama mambo iko ngufu, lakini kwa uzoefu kabisa wa jeshi letu, kwa uzoefu pia wa waongozi wa Afrika ambao hawana namna ya kujiweka mahali pamoja ili waamue na uamuzi wao utimilizwe, inaleta haya kweli, sababu tunaleta haya kwa mataifa, na ndipo unaona eti wanaenda kuzungumza Doha, yani Qatar, wakati ambapo ni kuonesha kama wa Afrika wao wenyewe hawana uwezo wa kujiongoza, na ile imetonesha hakika kama vita hii sio vita ya Wakongomani, sio vita ya Waafrika, ni vita ya wale wazungu ambao wamepigana, na kabla ajenda yao kutimilizwa hawataweza kukubali kuacha Wakongomani wabaki katika amani. Tunawapigia asante wanajeshi wote wa Samir DRC ambao waliweza kutoa damu yao kwa ajili ya Wakongomani, ambapo kwa wakati fulani waliuawa, hatuwezi kusahau hiyo, lakini kwa kweli inaleta huzuni kuona waondoke katika Kongo bila kutumika kazi yao, na imeonekana wazi kama wapigiwe asante kwa kukubali kushindwa kwao na kurudi kwao. Sio kama MONUSCO ambao imebaki siku zote kwetu, lakini ingali tunapenda na hata mahali alipotoka waende kurudia huko, ijapokuwa wameshindwa na kazi yao. Haya tunawaza kama tunasubiri na hatusubiri chochote, sababu katika nchi hii mambo yapo mengi ndugu. Tunaweza kusema pia kama Samir DRC iende salama, na yale watakayoyafanya ni kati yao na Waribos, sio kati yao na government, na ni alama tu wameonesha kama wameshindwa, na ndio maana waokoe uzima wao, sababu
kukaa kati ya waterorist sio jambo nyepesi. Asante. Basi ni yayo kwa siku ya leo. Ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News. Kabla kondoka usikose kusubscribe ya hani kudiabone, usikose ku like, usikose kuacha comment yako, usikose kutuambia wapi ulipo unakotufuata, na kwa mwisho usikose kushare yani kupartage kwa jamaa, ndugu na marafiki. Wote kwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na hiyo itatupelekea sisi kuja kwa kishindo zaidi, kwa sababu mnatupenda nasi tunawapenda. Asante kwa kuandamana nasi.